Mtakumbuka wale ambao ni wa umri kidogo, hatukuruhusiwa kuanza shule kabla ya mkono wako wa kulia kuweza kushika sikio lako la kushoto. Ni kwa nini wazee wetu hata kama wakuwa wameenda shule walifanya hivyo? Walitambua ya kwamba katika elimu ya saikolojia, mtoto aliyezaliwa na wazazi wawili anahitaji miaka 7 ya kwanza kuishi na wazazi wale wawili, aonje tabasamu lao, aonje jina lao, aonje jinsi ambavyo wanamuita kwa jina, lakini yale mazuri ambayo wanamfundisha na kadhalika na kadhalika. Sio tu matunzo bali malezi na makuzi. Sasa watoto wengi leo hii ambao ndio tunategemea wawe UWAKA siku za mbeleni, wawe WAWATA siku za mbeleni, tafiti zinaonyesha ya kwamba wanapokosa malezi, makuzi na ustawi uliochanya, wengi wanapata tatizo la afya ya akili. Takwimu za hivi karibuni za WHO mwaka 2019 zinaonyesha ya kwamba 50% ya watoto wenye magonjwa yanayoashiria changamoto ya afya ya akili walipata shida hiyo wakiwa chini ya umri wa miaka 14. 19% hadi 56% chanzo chake kikiwa ni ukatili wa kimwili kupitia wazazi au ndugu wa karibu. Wengi ni wale ambao walinajisiwa kingono au walipata kipigo au maneno ya dharau na udhalilishaji wa kijinsia. Siku fulani katika pitapita zangu, mama mmoja akamuita mwanae, "We mbwa." Yule mtoto akamgeukia mama yake, alafu akacheka sana. Alafu akamwambia, "Mama, inaonekana umejitambua vizuri. Kwa sababu kama mimi ni mbwa anazaliwa na nani?" Kwa mantiki hiyo ni kwamba alijidhalilisha na kujitukana yeye mwenyewe bila kujua, na ndiyo maana aliweza yule mtoto alikuwa anamcheka mama yake. Kumbe tatizo la afya ya akili linatokana na ile hali ambayo mtoto chini ya miaka 14 anaipitia, hususani ukatili wa kimwili, unajisi wa kingono, kipigo au maneno ya dharau na udhalilishaji wa kihisia ambao tunawapa watoto wetu. Zaidi mno ni umaskini. Ni ashirio kubwa la kuonesha mtu anaweza kupata shida ya afya ya akili. Mfano, ikiwa mama mjamzito hapati yale mahitaji muhimu kama vile lishe, si ajabu akapata mtoto mwenye changamoto ya afya ya akili. Lakini kwa mtoto huyo anapopokelewa kliniki, anaangalia kilo tu, ni vigumu kubaini tatizo hilo mapema. Watoto walio na changamoto ya afya ya akili chini ya miaka 5, chimbuko lake ni tangu walipokuwa tumboni mwa mama zao. Wapo wanaoangukia kwenye matatizo haya bila kujua. Na hili napenda niwape mfano halisi. Hivi karibuni nimekuwa na kesi 2 ambazo nimekuwa nikizishughulikia. Moja linatokana na kesi ambayo nilitembelea shirika moja kwa ajili ya mafungo ya watawa. Halafu mama mkuu akanikaribisha, akaniambia, "Father, naomba umwandae sister fulani aweze kupokea barua ya kufukuzwa utawa." Swali lilofuata ni, "Kwa nini mnataka kumfukuza?" Wakasema, "Baba, huyu binti ana hasira ya ajabu. Superior hawezi kuongea naye kwa maana ya mkuu wa shirika, au mlezi hawezi kuongea naye. Anakuwa mbogo." Then swali lilofuata, "Vipi kuhusu kundi rika? Ana shida nao?" Akasema kwenye kundi rika hana shida. Swali lilofuata, "Je, mmeshaongea na mama mzazi kujua historia yake?" Wakasema hatujawahi kuongea.
Basi nilisema mwiteni mama mzazi tumuulize maswali kadha wa kadha. Tulipomwita mama mzazi atupe historia ya ule binti, alisema alipokuwa shuleni alipata ujauzito. Ujauzito ambao haukukubalika na baba mtarajiwa. Najua baadhi ya wanaume ambao hawako tayari kuwa baba, wanapopewa hizo taarifa wanaweza katukana matusi ya kila aina. Sasa huyu mama nyumbani kwake anao kaka wawili mapadre, lakini pia anao dada zake watatu masista, na baba na mama ni wazee wa kanisa. Alipotafakari kwamba hii ni aibu, aliamua kutoa ile mimba. Na alipoenda kuwaona madaktari, madaktari walimwambia kutokana na afya yako na afya ya mtoto, uwezekano awe na mtoto kama utatoa mimba kupona ni 15%. Kwa hiyo wewe zaa tu, halafu kama huwezi kutunza huyo mtoto, peleka kwenye nyumba za malezi, labda za masista au kwenye senta za malezi. Na ndicho walichofanya. Sasa kwa sababu ya mazingira ya utungwaji wa mimba, namna mama alivyopokea yule mtoto na jinsi ambavyo yule mtoto amelelewa kwenye senta za malezi na sio wazazi, hilo daima bila kujua lilimjengea hasira kubwa sana. Kwa hiyo mkuu wa shirika akiongea kwa ukali, anamuona baba aliyemkataa. Mlezi akiongea kwa ukali, anamuona mama aliyemkataa. Na baada ya kuchunguza nikagundua ya kwamba binti huyu alishafukuzwa mashirika matatu, na kila shirika alikofukuzwa alijaribu kujiua. Kwa nini alijaribu kujiua? Kwa sababu yeye anajihukumu ya kwamba mama yake alivyojaribu kumuua, kutoa mimba, tayari alishahukumiwa hukumu ya kifo. Lakini amejikuta kwa bahati mbaya anaishi. Kwa hiyo kuyaondoa maisha yake sio shida. Ilikuwa ni nafasi ya kutoa counseling ili aweze kufungua hiyo pressure alionayo, kuondoa ile pressure kuka, ile kifuniko, ili aweze kuachilia ile pressure. Na baada ya kufanya counseling kwa muda wa kutosha, yule binti ana amani, ana furaha na kila mmoja, na sasa hivi ni mtawa mwenye furaha kuliko watawa wengine ningesema. Ninayo kesi nyingine. Huyu ni baba mwenye miaka 32. Huenda mmewahi kumuona. Ni mlevi kwa maana halisi ya ulevi. Na kisha anapolewa anaenda kumtukana mama yake na anatafuta mdogo wake amuue. Pengine mnajiuliza, ana pepo gani? Ana zimwi gani? Ni kwa nini akamtukane mama yake? Ni kwa nini amtafute ndugu yake? Ukweli ni kwamba baada ya kuchunguza historia yake, mama alituambia alipozaliwa huyu, wakati anafurahia ziwa la mama, wakati anafurahia upendo wa mama, kumbatio la mama, kwa bahati mbaya au nzuri, mama alipata ujauzito mwingine. Na alipozaliwa mtoto mwingine, huyu mkubwa sasa anasukumiziwa pembezoni ili mdogo aweze kuchukua nafasi. Katika udogo na uchanga wake hawezi kupambana na mama, hawezi kupambana na mtoto huyu mdogo aliyezaliwa. Kwa hiyo amekuwa akijaza hiyo hasira ndani yake, ambayo baadaye inamletea tatizo la afya ya akili. Na sasa amefika umri wa miaka 18, miaka 20, miaka 30. Bado ile hasira anayo, anapenda kupambana, lakini jamii haimruhusu. Nini kinachotokea? Anaenda kunywa pombe kama kuondoa nishai, na kisha kunywa pombe, kinachotokea ni nini? Anaanza kupambana na mzazi wake. Ndugu zangu, ni lazima tujue matatizo haya yanasababishwa na kutokufahamu matatizo ambayo tunaweza kusababishia wale watoto tunaowazaa katika utaratibu ambao sio sawa.